Ajenda kubwa zilizopo nchini kwa sasa ni Dira 2050 na mpango wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano, awamu ya 4, ambapo utekelezaji wake unaanza tarehe 1 Julai mwaka 2026. Hivyo nitoe wito kuwa watu wakati wa majadiliano yenu muhakikishe kuwa mpango na bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka 2026-27 unajikita katika kuchangia na kuwezesha utekelezaji wa Dira 2050. Hii ni kutokana na ukweli thabiti kuwa Tanzania haitafikia malengo ya Dira 2050 kwa bahati, bali itafika kwa misingi ya sheria imara, taasisi imara na imani kubwa ya wananchi kwa serikali yao. Kwa hivyo hapa tunaamini sisi kwenye wizara tumeweka utaratibu mzuri sana kwamba hakuna sheria itakayokuwa itavumiliwa kama inakwamisha utekelezaji wa dira ya 2050. Kwa hiyo dhamira yetu ni kwamba sheria tutazirekebisha ili ziweze kuendana na spidi ya utekelezaji wa dira na mpango wa taifa wa maendeleo wa miaka mitano na dira ya 2050, kuhakikisha kwamba matokeo yanapatikana kwa haraka bila kuwa na vikwazo vyovyote vile vya kisheria. Sasa kama wizara, kila mmoja anajua anatoka kwenye taasisi mbalimbali hapa, kwenye vitengo mbalimbali, ujipange kuhakikisha kwamba tunakwenda kwa spidi kubwa, kuhakikisha kwamba tunaacha matokeo chanya kwenye wizara yetu ili tusiwe kikwazo cha utekelezaji wa dira ya 2050. Kwa hiyo tukikaa maofisini tujue kwamba tuna kazi kama hiyo. Dira haiwezi kufikia malengo yake kwa 100% kama hatutakuwa na sheria rafiki kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kuleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi kuendana na pamoja na sheria zetu zisizokuwa na vikwazo kwenye upatikanaji wa maendeleo katika nchi yetu. Ndugu, Chama cha Mapinduzi ndicho kilichounda serikali ya awamu ya 6. Hivyo katika mawasilisho na mijadala yenu mzingatie kuwa maandalizi ya mpango wa bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria kwa mwaka wa fedha 26-27 yanapaswa kuzingatia ahadi na maelekezo yaliyobainishwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030, ambapo kwa muktadha huo ni vyema tujikite pia kwenda kutekeleza yaliyomo kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, ambapo kwa kiwango kikubwa rasimu hii ambayo mtaipitisha maana yake ni kwamba imejikita kwenye kutekeleza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi mwaka 2025-2030. Kwa hivyo ni vyema tukajikita kwenye mjadala mnene kabisa kuhakikisha kwamba swala hili la ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi tunaliweka kwenye kipaumbele cha hali ya juu, kinaenda sambamba na dira ya 2050. Niwakumbushe kuwa ilani ya CCM katika kipindi cha mwaka 2025 hadi 30 imeweka ahadi zilizo wazi na zenye mwelekeo wa mageuzi ya kina, ikiwemo kuimarisha utawala wa sheria, kulinda rasilimali za taifa na mikataba mikubwa ya kimkakati, uboreshaji wa mazingira ya biashara na uwekezaji, kuhakikisha haki kwa wakati na kwa usawa, na kuimarisha maadili, uwajibikaji na ufanisi katika taasisi za umma. Ila ahadi hizi zisionekane kuwa ni za kisiasa pekee. Wizara ya Katiba na Sheria tunapaswa kuzitafsiri katika mpango wa bajeti wa mwaka 2026-27 kwa kuainisha afua, kubainisha kazi na kutenga bajeti kwa ajili ya utekelezaji wake. Wizara yetu itaendelea kuimarisha utawala wa sheria, upatikanaji wa haki kwa wakati, mapito ya sheria mbalimbali ili ziendane na mabadiliko ya kijamii na kiuchumi, pamoja na kuimarisha matumizi ya tehama katika utoaji wa huduma za kisheria. Aidha, tutaendelea kusimamia maadili ya watumishi wa umma, kujenga uwezo wa watumishi na kuimarisha taasisi zilizo chini ya wizara ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi. Ndugu wajumbe, napenda kutoa rai kwa management
kuendelea kuimarisha utamaduni wa ushirikishwaji wa watumishi katika kupanga na kutekeleza majukumu ya wizara. Watumishi wanaposhirikishwa ipasavyo huongeza ubunifu, juhudi na uwajibikaji na ari ya kufanya kazi. Aidha, kwa upande wa watumishi, ninawasihi kuendelea kuzingatia maadili ya utumishi wa umma, kufanya kazi kwa bidii, kwa uadilifu na kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo, lakini bila kusahau ubunifu, upendo, mshikamano na uwajibikaji kwa ujumla. Tunahitaji wizara yenye nidhamu, weledi, mshikamano na inayowajibika kwa wananchi. Kwa hiyo wizara yetu lazima tujikite kwamba je, tunawajibika kwa wananchi? Lakini Mheshimiwa Katibu Mkuu ambaye ni mwenyekiti wa baraza hili, niseme tu kwamba wizara yetu imekuwa na matokeo chanya. Tumejionea msaada wa kisheria ambao umefanyika kuanzia mwaka 2020, 2024, 2023, 2026. Kwa mfano tu ni kwamba watu zaidi ya milioni 4.1 walifikiwa kwenye msaada wa kisheria wa Mama Samia Legal Aid Campaign, ambayo sio jambo dogo, na watu wengi wamenufaika. Wako watu walizulumiwa nyumba zao, wamerudishiwa. Wako watu walizulumiwa mashamba, wamerudishiwa. Wako watu walishindwa kuelewana kwenye mirathi, wamepatana. Na hii ni kazi ambayo imefanywa na wizara hii. Hakika watumishi, tembeeni kifua mbele, mmefanya kazi kubwa. Niseme tu Mheshimiwa Katibu Mkuu ambaye mwenyekiti wa baraza hili, ni matumaini yangu kwamba mtajadili kwa kina taarifa na mapendekezo yaliyopo mbele yenu. Mtatoa maoni yenye kujenga na hatimaye mtapitisha bajeti itakayowezesha wizara kuendelea na majukumu yake kwa ufanisi katika mwaka wa fedha mwaka 2020/26, 2027. Niseme tu kwamba licha ya mafanikio hayo na namna ambavyo tunajitoa kwenye wizara yetu ya Katiba na Sheria, nina imani kubwa mwaka 2026 na 27 tunakwenda kuwafuta machozi wa Tanzania wenye changamoto kubwa za kupata msaada wa kisheria, na tutahakikisha kwamba tunafanya kazi kwenye mikoa yote Tanzania bara na visiwani, ili Watanzania ambao hawana uwezo wa kufika mahakamani, hawana uwezo wa kuendesha kesi, tutajikita na usuluhishi. Yale yatakayoshindikana yatakwenda mahakamani. Kwa nina imani timu hii, Mheshimiwa Katibu Mkuu, na kwa bahati nzuri hapo kwenye baraza najua mtajadili kwenye bajeti, mojawapo ya kazi tunakwenda kuifanya ni kusogeza huduma kwa Watanzania wenye changamoto za kupata msaada wa kisheria. Mkutano huu unafanyika katika kipindi muhimu sana kwa taifa letu, ambapo serikali inatarajia kuanza kutekeleza kwa vitendo dira ya maendeleo ya taifa 2050 pamoja na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 25 mpaka 30. Dira 2050 inalenga kujenga Tanzania kuwa taifa lenye uchumi imara linaloongozwa na misingi ya utawala bora, haki, uwajibikaji na taasisi madhubuti. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, tunategemea wizara yetu ni miongoni mwa taasisi madhubuti katika utekelezaji wa dira. Katika muktadha huo, sekta yetu ya sheria sio tu muhimili wa utawala wa sheria, bali ni nguzo kuu ya maendeleo ya taifa, kwani bila mfumo imara wa sheria, haki na usimamizi wa taasisi, maendeleo endelevu hayawezi kupatikana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ilani ya Chama cha Mapinduzi 25 imeweka msisitizo mkubwa katika kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wananchi, kuboresha mifumo ya utoaji haki, pia kulinda rasilimali za taifa pamoja na kujenga mazingira rafiki ya uwekezaji wa biashara. Hivyo sekta ya sheria inabeba jukumu la moja kwa moja na kuhakikisha malengo hayo yanatekelezwa kwa ufanisi.